Alright, tuko bomba, tuko sawa zaidi. Hapa katika final episode zaidi wanaita King's Round kutoka ZZ Production. Sasa jumba la burudani, baada ya kupata mwongozo wa mambo yote ambayo alikuwa amejificha, sasa tuko ndani ya burudani kabambe, ikiwa episode ya pili chapter 2 final zaidi. Kwa nini bwana mdogo alijikuta anaingia katika wakati mgumu na mission yake iliweza kufeli kwa namna gani? Sasa tunampata kama mwongozo kidogo. Anasema endapo mtoto wako ataweza kufanya mapinduzi, basi mtoto wake atakuwa katika hatari. Hebu jaribu kuhakikisha unamlinda mjukuu wako kwa nafasi uliona, kwa sababu tofauti na hapo mambo yatakuwa mabaya zaidi katika bloodline ya kifalme. Sasa kumbe huyo mke wake ndio alitaga taarifa kwa mamake Mnyama. Baada ya kufika sehemu hii sasa kwa ajili ya shughuli ya mapinduzi, alikuta babake akiwa anaongea na mtoto wake. Anasema nimesikia juu ya happy birthday ya miaka 60 ambayo mmefanyia bibi yako, lakini sasa hiyo ilikuwa ni nje ya makubaliano ya jumba la kifalme. Na kwa nini uliweza kuonesha ishara ya kumpigia magoti mtu huyo mara 4? Anasema siwezi kujua ni kiasi gani, lakini hata ungekuwa babu ndo kiongozi bado ningefanya hivyo hivyo. Anambia ni zaidi ya decorum. Decorum ni mfumo ambao unajiongozaga tu pasipo kujumuisha masuala ya elimu wala nguvu. Basi dogo alimwambia mzee wake ya kwamba siku hiyo ndo aligundua babake ni nani. Ndo kitu ambacho aliweza kusema Chalitu. Hii ni siku ya pili sasa. Tunaunga pale ambapo tulishia katika ile siku ya kwanza. Anasema leo secretary na wale wote ambao mnahusika kwenye ule muunganiko wa kutengeneza njia ya mapinduzi, nafikiria kwa wakati itakuwa ni kifo tu. Ndio njia ambayo itaweza kuwatenganisha nyinyi na jumba la kifalme. Hata hivyo mnaandikwa sasa na Mnyama mzee mzima the king, kutokana na kile ambacho mtoto wake aliweza kufanya kikiwa kama ni uasi. Anasema basi inaweza ikatoka kwa baba mpaka kwa mtoto kama atatumia sheria za Ming. Yani kipindi hicho ikiwa nafahamika taifa la China kwa jina la Ming. Kumbuka ndo waliokaliaga wa Korea, yani waliotawala zaidi. Anasema alizaliwa akiwa na furaha sana na alikuwa ni mtu ambaye anampenda sana. Lakini kwa kile ambacho aliweza kufanya kwa muunganiko wa mashamani pamoja na maenuchi na baadhi ya wafanyakazi tu, adhabu yao itaweza kuwa kifo. Bwana mdogo ndo ilikuwa wakati sasa anatakiwa aweze kukaa ndani ya siku 7 katika ile dude kuweza kutumikia adhabu yake. Basi tunaenda siku ya 3. Yake wamekaa, alianza kupata wengi. Nahisi kuna kama wadudu fulani hivi wale kaa wanaingia koro sintania. Anasema niachie njia, nahitaji kutoka. Mzee anambia mwacha na kwa kwenda wewe. Dogo sasa ni kama amepagawa. Ni kizaza. Sasa ni kama alisikia. Kwa sasa nini angeweza kufanya? Mzee moja kwa moja alijitupa katika maji baada ya kuona kuna mambo hayakaa sawa zaidi. Sasa anafika baadhi ya viongozi. Anamwambia jaribu kuacha hicho ambacho unaweza kufanya. Leo fika the king anasema mfungieni tena. Anasema ulikuwa una haki ya kusema yote hayo. Utakiwa utulie tu na uangalie majukumu ya ufalme. Basi kuna kidude fulani aliweza kuwekewa na mtu fulani. Tuwezi kujua nini habari yake, tutajua pombe. Hata hivyo aliweza kufungwa tena katika lile banda maalum sana, ikiwa ni adhabu yake tu. Rombe baada ya kufika siku ya 4, iliwaka jua kali sana. Ndivyo jamaa alijaribu kuomba maji, lakini kumbuka yuko kwenye adhabu kali. Watu walimwagia maji kwenye kijumba tu. Yeye alihangaika kutafuta matone, lakini cha ajabu kutokana na hali ngumu zaidi, aliona bora apige koje tu. Hapo ilikuwa ni siku ya 6 tu. Pia alienda kukagua akakuta bado ni mzima. Watu hao ambao kwa sasa wako kwa ajili ya kumlinda bwana mdogo zaidi, wanasema bado anaonekana ni mzima. Lakini pia siku ya leo bwana mdogo, mtoto wake ambaye ni Prince, alisema anahitaji kupata nafasi ya kumpatia babake maji, kwani maji yao yameandaliwa na kamkwe kake. Mambo ya kisasa. Basi ali baada ya kufika hapa aliomba mwongozo tu. Anasema baba, nilikuja na mkwe wako hapa, niko na kamanzi kangu kama kuletea maji bwana. Hebu jaribu kutoka uweze kunywa. Sasa babu ndo anatoka na kuta mtoto analeta mambo ya ajabu zaidi, yani mjukuu wake. Alimwamuru askari tu aweze kufanya majukumu yake ya kumchomoa Chali katika ile eneo, asiweze kupata nafasi ya kuweza kuonana na babake. Anasema hii ni amri ya kifalme.
Dogo anasema sihitaji ufalme wala sihitaji nguvu. Ni maneno ya mwisho akiwa amechoka zaidi. Sasa anateta na baba yake leo. Anasema wajaribu kuvuka mipaka kwa sababu kwa nafasi ambayo nilikupatia usingeweza kufanya uhaini. Sasa unataka vitabu viandike juu ya uasi ambao ulitaka kuufanya, kuweza kumuua baba yako mwenyewe. Dogo anadondosha chozi. Anasema sasa unafikiri nani ambaye angetengeneza nafasi ya kuweza kukusaidia kwa kile ambacho ulihitaji kukifanya kwa mapenzi yako mwenyewe. Hai sasa kwa ndani mzee mzima ni kama amekata moto. Yeye ilikuwa ni siku ya 7, kumbuka. Mtu hajagusa diko baba. Mzee aliamuru pabomolewe hapa. Basi mzee alihitaji kugusa uso mtoto wake tu. Na baada ya kukagua hapa, aligundua kwamba bali achalikwa sasa ni kwamba imesha kwangu na maji. Mzee alia sana kwa uchungu, lakini sasa nini angeweza kufanya kwa sababu tayari zilikuwa ni sheria. Hata hivyo pia upande wa pili naye mama alijisikia vibaya sana kuona anampoteza kijana wake, lakini pia alijilaumu sana akiona kwamba mambo yote yamesababishwa na yeye. Baada ya kwenda kutoa taarifa kwa mume wake, ndipo alivyoweza kumdhibiti bwana mdogo pasipo kujua kuna jambo litokea katikati hapo. Anasema yote yalikuwa ni makosa yangu mimi. Nimeweza kumpoteza mtoto wangu, nimeweza kumpoteza kijana wangu zaidi. Mambo aliweza kata moto tu na kuacha kidude fulani kama kibata fulani. Era hiziweza kupigwa tarumbeta kuashiria kwamba kwa sasa mmoja ya viongozi wakubwa sana katika jumba la kifalme ameweza kupoteza maisha. Alikuwa ni prince ambaye kwa sasa alikuwa anatakiwa awe the king, lakini mambo yalichange tu. Basi ilikuwa ni siku ya 8, siku ambayo ilikuwa ni siku ya kumsafisha mtu huyu tayari kwa kumwandaa kwenda kumzika. Hata hivyo watu wote waliweza kushuhudia tu, wakiwa watu wake wa karibu, mtoto wake, mke wake pamoja na Queen Martha. Hata hivyo mzee kwa sasa umri ulikuwa umeenda sana. Hivyo waliweza kuandika kitu kimoja tu kama ishara ya heshima kwa mtoto wake. Anasema huyo hawezi kuwa Prince Sado. Miaka 14 baadaye sasa, leo mzee alimwambia mjukuu wake kwamba unajua nini ambacho kilisababisha nifanye mambo yote yale? Nilifanya kwa sababu ya future baadaye. Lakini kwa sasa najua tu, unaweza ukajua katika kumbukumbu za uasi ambao ulifanyika katika dynasty. Anasema hilo ndio aliwekea uangalizi baba katika moyo wangu. Yani babu yake sasa. Wendole Chalia ameshakuwa mtu mzima zaidi. Baadaye mfalme aliweza kupoteza maisha na ufalme kabaki kwa mtoto wa mzee mzima ambaye alipoteza maisha pia, ambaye alikuwa ni Crown Prince. Mtoto wa Prince Sado. Huyo hapa mwamba anapewa heshima sasa kwamba maisha marefu, lakini kumbukumbu yake ni juu ya kila ambacho kilitokea kwa babake. Basi leo alienda tu katika eneo la kaburi kwa ajili ya kutoa heshima za mwisho tu kwa mzee wake na kufanya kumbukizi zaidi. Anasema nishindwa kusaidia kwa sababu nilikuwa la mdogo tu. Hata hivyo pia kwa sasa anahitaji kutimiza kile ambacho babake alikuwa anahitaji kukifanya. Alimfanya mamake kuwa kama ndo queen doge wa sasa, lakini pia alihitaji kucheza ngoma ambayo babake alikuwa anaipenda sana. Anasema ni birthday ya 60 kwa ajili ya kumbukumbu ya queen doge, na leo ndaifanya kuhakikisha na mfurahisha mamangu. Basi cheki burudani kabambe zaidi. Na hivyo ndivyo Chalia ambavyo anaperform hiyo ngoma. Bwana, hapo ni final episode kabisa, mzigo bomba zaidi. Ulikuwa unakwenda kwa jina la King Sony. Kesho unaangalia episode ya kwanza tu ili usije ukapotea maboya zaidi. Ulikuwa na Mifalu DJ kutoka DC Production jumba la Bujani. Tulikuwa tunapitia kumbukizi ya bwana mdogo ambaye alikuwa anaitwa Prince Sado, mfalme wa 7 taifa la Joseon, ambaye ajikuta katika wakati mgumu zaidi. Sina mengi sana. Lese chao kamsamida. Takutane katika jabali bomba zaidi ambalo linakwenda kwa jina la Liver Bandit. Hilo litakuwa refu kidogo tofauti na hizi ambazo zimekuwa na episode 2 complete zaidi. Sina mengi sana. Asante sana kwa kuwa pamoja nami katika King's Run. Lese chao kamsamida. Wow.